Makao Mutua, unafaa kufahamu ya kwamba Kenya hii kuna wengi ambao wanajua haki yao. Na atudhani ya kwamba tutakuishi kwenye taifa ambao waizi wakisanyana kwenye kona kimoja kisha wanatuibia na sisi tunanyamaza. Vile vile nataka kufahamisha wa Kenya, ukiona mtu kama Profesa Makao Mutua akisungumuza ya kwamba wale ambao wanamkosoa Mheshimiwa Raila Odinga kana kwamba wao hawakuchagua Raila Odinga. Nimechagua Raila Odinga tangu mwaka 2013 na sidhani kama Mutua ndiye anafaa kutulekeza sisi kwa namna ya kumkosoa Mheshimiwa Raila Odinga kuhusu yale ambayo anafanya. Kuna kitu moja ambayo huyu Mutua hajaelewa, kitu moja ya kwamba katika kwenye wakati huu Wakenya wengi wamejua haki yao na Wakenya wengi wamejua Raila Odinga, kwa sababu baada ya uchaguzi mwaka 2022 Mutua wao ndio watu walikuwa mstari wa mbele kuambia wananchi ya kwamba Raila Odinga amenyang'anywa kura. Na wao ndio walikuwa katika kwenye mahakama kuu, mahakama ya upeo, Supreme Court, kuwakilisha evidence ya kwamba Raila Odinga amenyang'anywa. Na vile vile tunamkosoa Raila Odinga kwa sababu halituambia kwamba mkono ya Mheshimiwa Rais William Ruto imejawa damu. So hata nasi tukaamini ya kwamba mikono hiyo bado kuna damu, na Raila Odinga hakukuja kwetu kama wananchi kutuuliza ya kwamba anafaa kufanya kazi na Mheshimiwa Rais William Ruto. Jambo ambalo tunaona kwenye vyombo za habari, Raila akiwa Busia, Raila kwa Kisumu, Siaya na kadhalika, na Mombasani kadhalika, kwenye hoteli kubwa kubwa akisema kwamba anashauriana na wananchi. So ningependa kujulisha Mutua ya kwamba tunajua ya kwamba wakati Raila Odinga amejiunga na Ruto, hapo ndipo utapata mchusi yako, kwa sababu hapo ndio utalipwa na Raila Odinga. Kwa sababu Raila sipofanya kazi na Ruto, hakuna namna jinsi Raila atakulipa, kwa sababu wewe ni mzigo kwake. So Raila akiwa kwenye serikali, wewe yuko katika kwenye payroll. So nataka kuambia wa Kenya, mnapotazama viongozi kama hawa wakifoka ama wakilalamika ya kwamba tunamkosoa Raila Odinga na tukumchagua Raila Odinga, jua ya kwamba tunamharibia hao biashara. Ya kwamba Kenya hii viongozi kama Makao Mutua, ukiuliza Mutua, wewe kama Mutua ni kazi gani ambao unafanya ambayo inakuletea income, hata kujibu, kwa sababu wao ndio watapeli ambao wanatapeli wananchi kwa ajili jambo la kuibia mwananchi. Jambo langu nyingine, hii inakuja kwa wananchi. Ningependa kuambia mwananchi lazima tusimame kidete kama wananchi wa Kenya. Vile vile ningependa kuambia wa Kenya tusimame kidete kwa maslahi ya kurudisha dignity ya taifa letu ya Kenya. Kwa sababu Kenya hii ndio kuna viongozi ambao ni wafisadi, wanashikana, kisha ukiuliza maswali wako katika kwenye mstari wa mbele kukukuliza jambo haifai. Nataka kuambia Mkenya, katiba letu la taifa la Kenya ni katiba nzuri, ijapokuwa mimi na wewe wananchi ndio hatujachukua hatua ya kurekebisha taifa la Kenya kwenye njia mwafaka. Ndiposa unasikia kwamba tukinungunika, wao wanalalamika ya kwamba tunawaribia kazi. So nataka kuomba Mkenya, tusichoke wala tusibabaishe na hao viongozi ambao ni wanafiki. Ningependa kuambia Mkenya, mahali popote ulipo, simama kidete kwa manufaa yako kama Mkenya. Simama kwa ajili ya kurekebisha taifa la Kenya kwa mikono ya wakora. Ni sisi tutakalofanya Kenya letu ifanane na nchi ya Burkina Faso. Sidhani kama kuna mtu ambaye atakaye kuja tusipo sisi kama wananchi kubadilika. So wengi hawa wanasiasa wanafiki wanatazama ya kwamba tumebadilika, ya kwamba tunasungumuza ukweli. Sasa wanaona ya kwamba wanapoteza kazi kwa serikali. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki, mtetezi ya wanyonge. Jambo lingine ningependa kuambia wa Kenya, tuko na rais ambaye amechaguliwa, bado ya MOU na kadhalika bla bla,
rais yuko jijini Nairobi kurandaranda ya kuzindua mambo ya upusi sana. Kwa nini ito upusi? Maeneo ya Eastleigh haina mradi ambayo inafaa kufunguliwa. Kwa sababu Eastleigh imejengwa na jamii ya Horia, kwa sababu wakijenga zile building mrefu wao wanawekea wao lami kibinafsi wao kama mtaa ya Karen. So ukiona rais maeneo kule ya kwamba rais alikuwa anatafuta jana mahali ambapo kuna msanyiko ya watu. So Eastleigh kuna msanyiko ya watu kila siku. Ukienda Eastleigh kila siku utapata watu wamesanyika, watu ni wengi. Ijapokuwa siku ya Ijumaa kana kwamba watu wa Islamu wameenda katika kwenye msikiti, ndio utapata kwamba watu idadi imepungua kidogo. Lakini Eastleigh huwa 24/7 Eastleigh huwa na jana watu. So William Ruto alijaribu kupiga hesabu ili aonekane kwamba Nairobi ni wake na kuna watu wengi. So akapiga hesabu ya haraka kuenda Eastleigh kwa manufaa ya kudanganya watu, kwa sababu agenda ya Ruto imesambaratika. Rais Ruto haana agenda ambayo amebakisha na agenda ya uongo, kana kwamba tumeshikana Raila Odinga, tumefanya hii, tuunganishe Kenya, na Kenya hii iliunganishwa kitambo na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ijapokuwa Ruto ndiye alikuwa anataka kugawanya Kenya, lakini Kenya iliunganishwa kitambo, ndio maana uliona kwamba kisasi ya Gen Z walishikana pamoja. Kama si Uhuru Kenyatta kuunganisha wa Kenya pamoja, Gen Z hawangekuja pamoja kupigania haki yao. So tungependa kuambia Mheshimiwa Rais, Gen Z walienda kwa maandamano kwa maslahi ya haki kutendeka, kwa manufaa ya utendaji kazi, sio kugawanya vyeo kwa wazee. Gen Z walifanya maandamano kwa ajili ya usawa ya ugavi ya rasilimali. Vile vile Gen Z walienda maandamano ili pesa inaloibwa isiibwe tena, na Gen Z walienda maandamano ili uongo ya serikali punguzwe, ili mwananchi ule mdogo apate haki yake kutendewa kazi. So ukiona hawa viongozi wote wakilalamika ya kwamba tunawapinga wale na wakabila, si ukabila. Wengi wao wamesoea siasa ukabila. So wakati wanatazama ya kwamba hao vijana kama sisi tumechanuka na tumekataa ukabila, tumekataa mrengo, tumekataa vyama, tumekataa dini, wanaona ya kwamba biashara yao ya siasa inaribika. So Mkenya usikubali tena kuweka katika kwenye mfuko ya Ruto. Vile vile usikubali Mkenya kuweka katika kwenye mfuko ya Mheshimiwa Raila Odinga. Lazima tugeuze taifa la Kenya bila uoga wowote. Kenya ni yetu na sisi ndio wenye Kenya. Na kuna mtu atakaye kuja kurekebisha Kenya isipokuwa mimi na wewe. So ni lazima ni juhudi wako kama wewe Mkenya, usimame kidete kupigania taifa lako ili tukue na taifa bora. Tulikuwa na Magufuli, haka ondolewa. Tumekuwa na watu wengi hapa Afrika, wengi wao kaondolewa. Tulikuwa na Tom Mboya ambaye tunamkumbuka hadi leo, wengi wakaondolewa. Kwa sababu gani? Unafiki, siasa duni. Langu jina ni Mjukuu, kaa hapa nitakufahamisha ndani ya Mjukuu wa Bunduki.